Harakati wa haki za binadamu wameirai serikali kuingilia kati na kuweka mikakati thabiti pamoja na sera za kukabiliana na matumizi ya dawa za kulevya, huku wakiitaka serikali kuungana na mashirika mengine yanayopambana na ukatili wa kijinsia katika jamii. Hii hapa taarifa kamili. Katika jukwaa iliyofanyika katika shule ya Talent Academy huko Embu, wakazi wa eneo la Makima, Mbeere Kusini, walieleza wasiwasi wao kuhusu ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya, huku wakitaja kuwa baadhi ya dawa hizo kama bangi, marijuana na vinginevyo vimechangia pakubwa kwa ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia. Kila Mkenya anajua vizuri kwamba mambo ya uwaji sana wanawake hivi karibuni yamekuwa mbaya. Umesikia msichana hata wa university, mtoto amesoma mpaka na shida na anaenda unakuta tu amekufa. Kamishina wa kaunti ya Embu Jacob Bor kwa upande wake alieleza kwa utumizi wa dawa za kulevya umeleta athari kwa jamii, hasa jinsia ya kiume. At the root cause, hii ni maneno ya drug and substance abuse. Watu wameongea sana na sana ina affect our male population. Wamama wale wameongea hapa wanauliza, we want our men back. What happened to our men? Our men have been consumed by alcohol. Mwanaharakati wa haki za binadamu Mary Makau alizitiza kuwa ukosefu wa uaminifu na mawasiliano duni katika ndoa na mahusiano umechangia pakubwa ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia. Ni kutoelewana kwa familia, na kama hatutaweza kuelewanwa bado vita zitaendelea. Ingine sana kwa wanalika sababu ni kama hata ukisikia kwa redio kwa kila kitu nasikia tu ni kama kuna kukosa kuelewanwa wakati wa watu wako kwa urafiki. Taarifa zaidi zilizoshirikiwa na kamati ya taifa ya dhuluma za kijinsia ikiongozwa na Anthony Nzuki, mwenyekiti wa kamati hiyo, ziliashiria ongezeko kwa visa hivyo kitaifa. Taarifa hiyo ikitaja kuwa kulikuwa na ongezeko ya visa 535 mwaka wa 2023 mpaka visa 578 mwaka wa 2024. Kwamba mambo ya uwaji sana wanawake hivi karibuni yamekuwa mbaya. Ili kutatua shida hili, serikali imetakiwa kuweka mikakati madhubuti ya kusaidia kupunguza visa vinavyoongezeka vya ukatili wa kijinsia vinavyosemekana kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kuna ile ufutaji wa bangi na kutumia madawa ya kulevya. Nikiripotia runinga ya KU kutoka kaunti ya Embu, jina langu ni Edward Sakwa.